Leo nimekuja na hii hapa. Kwanza niwape pole sana wana dunia wote. Nimpe pole Leila kwa kufiwa na baba yake mzazi, lakini nimpe hongera baba Asma kwa kuweza kufanikisha series inayofuata imeweza kuruka siku ya leo. Tulitegemea labda wanaweza kukwama kwa series ya leo kutokana na mhusika kutokuwepo. Na hapa pia tufahamu kwamba Mchezo wa Dunia ni series ambayo huwa inashutiwa muda wote. Wanakuwa location series inatoka, na hivyo basi ikitokea kama character moja akapata changamoto, basi kuna inaweza kusababisha dunia ikakwama. Lakini tunaona namna gani ambavyo baba Asma ameweza kucheza kama Pele. Hapa kuna scene ambayo imetuonyesha kwamba kwenye Mchezo wa Dunia kwamba Kawina anamwaga Manyanya, anamwambia kwamba bwana watakuwa wameenda msibani kwa baba yake na Leila amepata Leila ameshapata msiba. Kwa hivyo wakajaribu kurepress ile nafasi, wakatengeneza mazingira ya kutokuwepo kwa Leila, kwamba hata kama Leila asipoonekana basi atakuwa yuko msibani. Kwa hiyo kuna namna ambavyo ni mchezo ndani ya mchezo umeweza kufanyika, kitu ambacho ni mchezo ndani ya uhalisia. Kwa hiyo kuna namna ambavyo wamejaribu kulijaza ile kulifill ile gap na kuangalia namna gani ambavyo mchezo unaweza ukaenda sawa. Hapo niweze kumpa pongezi baba Asma. Lakini tunarudi sasa kwenye uhalisia wa mchezo wa leo, ambavyo tunamuona hapa. Nataka nizungumze kitu, tujifunze hapa kitu. Tunaona namna gani ambavyo wanawake wamekuwa rahisi sana kurubuniwa. Tunamuona Hawa namna gani ambavyo alikuwa akimpenda mumewe kiasi kwamba mumewe anajua kabisa Hawa ni mwanamke ambaye hawezi kunifanya chochote, hawezi kunichiti, hawezi kufanya chochote. Alimwamini 100%. Kimwangalia hata sura yake inavyoonyesha anamwamini mkewe. Ukiangalia hata matendo ya mkewe anaporudi nyumbani baada ya kutoka kwenye mihangaiko, anavyomjali mume wake, anavyoonyesha hali ya uaminifu. Sasa picha halisi tunaiona hapa kwa Hawa leo hii, baada ya kurubuniwa kwa pesa kwa muda mrefu. Kwa sababu ya pesa akaamua kuisaliti ndoa yake. Pesa ambazo amekuwa akirubuniwa kwa muda mrefu zimemfanya leo hii ameisaliti ndoa yake. Sawa, tunaona kuna majuto ambayo anajuta hapa ndani ya gari kwa alichokifanya kuisaliti ndoa yake, lakini unafikiri zile pesa alizozipata hazitamnogea? Unafikiri baada ya kumpa alichokuwa anakitaka bwana Kisinza, unafikiri itakuwa ndo mwisho wa penzi hilo? Mimi nafikiri ndio mwanzo wa safari nyingine tena ya kuendelea kuchiti katika ndoa yake. Na hapa tujifunze kwamba usimwamini mtu kwa kumtazama usoni jinsi alivyo. Usimwamini mtu kwa matendo yake mazuri ambayo anakufanyia ukafikiri kwamba hakuna baya lolote ambalo anaweza kukutendea. Kama hajakutendea basi amini kuna siku pia anaweza kukutendea hata baadaye. Kwa hiyo ni mafunzo ambayo tunapata katika mchezo huu wa dunia. Ni kitu ambacho nafikiri atakavyoenda nyumbani, sijaona episode inayofuata au sijaona series inayofuata, lakini kama ataenda nyumbani basi naamini ataenda nyumbani siku hiyo kwa tabasamu nono zaidi kuliko siku zote. Kwa nini atakuwa na tabasamu? Kwa sababu anaenda kuficha maovu yote aliyokuwa ameyafanya nyuma ya tabasamu nzuri kwa mumewe, kuweza kumlagai mumewe kwa kile kitu ambacho amekifanya. Kwa hivyo usimwamini sana mtu kupita kiasi. Na ninamjua kama ninavyomjua jamaa, ukimtazama mume wake ni mtu ambaye anafanya kazi, anapambana, lakini kikubwa katika moyo wake amejaza imani kwa mke wake. Ndio maana akaamua kutokumweka ndani na kumfungulia sehemu akafanye kazi. Lakini kosa ambalo alilofanya ni kumwamini mkewe, na leo hii macho ya wengi yameweza kumuona mkewe na ameweza kurubuniwa. Kwa hivyo basi kuna funzo ambalo limepatikana katika mchezo huu, na leo sitakuwa na mengi sana. Nataka unipe maoni yako kuhusiana na hichi ambacho kinaendelea hapo. Umejifunza nini ndani ya mchezo huu wa dunia ambao wengi walikuwa wanaobeza, lakini ndani yake kuna mafunzo yaliyopo, na nafikiri wengi mmetazama, kuna kitu pia mmejifunza katika mchezo huu, namna ya kuishi katika familia na namna ambavyo watu wanajua tujue namna ya kuishi na watu ambao wanajua kutabasamu, wanajua kucheka, wanajua kuzungumza maneno mazuri, lakini mwisho wa siku jua kila zuri ambalo pengine unaliona nyuma ya mtu, pengine kuna mabaya kibao ambayo ameyaficha. Tizama Hawa alichokuwa anakifanya na nini ambacho ataenda kumwambia mumewe baada ya hicho kitu alichokifanya. Japo kwenye moyo wake kuna majuto yapo ndani kwa ndani. Unafikiri zile pesa zikishamnogea haturudi tena? Unafikiri bwana Kisinza akitaka tena atakosa? Basi tuandikie hapo maoni yako. Mimi ni Steven Kamil na hii ni Reggae Films.
basi usiache kusubscribe, kulike